umeme wote unatoka bara. Kama tumekosana, unazima tu umeme. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi kwa mara nyingine tena, ili tuendelee kufahamishana kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia kuweza kufanya utathmini kwa faida ya kupata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta madhara ama kinaleta faida gani kwa Mtanzania wa kawaida. Na msikilizaji, katika siku za hivi karibuni kuna bunge lile la wawakilishi wa Zanzibar ambalo limepata kuzungumza sana kinyume ama limeweza kujiweka wazi kuhusu masuala kadhaa ambayo yameanza kuonekana kwamba yanatetea sana maslahi ya wazawa, ukiachana na raia wa Tanganyika ambao wanaishi Zanzibar ama wanaozuru Zanzibar. Swala ambalo msikilizaji linaanza kuonyesha upungufu kati ya sehemu hizo mbili, na ndio maana kumekuwa na mfululizo wa taarifa ambazo zinaendelea kutoka maeneo hayo. Sasa msikilizaji, wa Tanganyika wameanza kutoa majibu kutokana na hali ya bunge hili la wawakilishi kuonekana kujitenga na Watanganyika na kuweza kusema kwamba wapo kwa ajili ya kuwashughulikia wazawa na ama watu kutoka Zanzibar na kuweza kuhakikisha kwamba service yao ama kazi yao wanaifanya kwa ajili ya Watanganyika na kwa sababu ya Wazanzibar kunradhi, na kwa sababu hiyo hawatakuwa na nafasi ya kujishughulisha na masuala ya watu kutoka Tanganyika bara. Sasa majibu ya watu kutoka Tanganyika ni kama hivi. Na kusomea taarifa hii msikilizaji, kisha tutarudi katika kuifanyia utathmini zaidi. Kwa kuwa ni halali kwa Wazanzibari kulinda haki za Wazanzibari, haiwezi kuwa haramu kwa Watanganyika kulinda haki za Watanganyika. Kwa yanayoendelea kujitokeza katika Baraza la Wawakilishi Zanzibar kuhusu kujitanabaisha kwa misingi ya Uzanzibari na kulinda maslahi ya Zanzibar, je, si wakati sasa kwa Watanganyika nao kuzungumza kwa uwazi, kuhoji kwa uhalali na kujadili kwa kina masuala yanayohusu haki, hadhi na maslahi ya Tanganyika? Je, Watanganyika hawana haki ya kuhoji na kulinda, cha kwanza, bandari zilizopo Tanganyika, misitu na rasilimali za mazingira za Tanganyika, rasilimali za asili zilizopo katika eneo la Tanganyika, hadhi, haki na umiliki wa ardhi ya Tanganyika, nafasi, haki na uwepo wa watu wasio wa Tanganyika katika idara na taasisi ambazo si za muungano. Msikilizaji, taarifa hiyo inaendelea ikisema hivi: uhalali wa viongozi wasio wa Tanganyika kuingia au kusaini mikataba inayohusu rasilimali za Tanganyika, hususan pale ambapo baadhi ya masuala hayo tayari yameondolewa katika eneo la muungano kwa upande wa Zanzibar. Ikiwa ni halali kwa Wazanzibari kujadili, kuhoji na kulinda maslahi ya Wazanzibar kwa misingi ya utambulisho wao wa kisiasa na kikatiba, kwa mantiki hiyo haipaswi kuwa kosa kwa Watanganyika kuhoji, kujadili na kutetea maslahi ya Tanganyika. Katika mfumo wowote wa haki, usawa na kuheshimiana ndani ya muungano, haki ya kulinda maslahi ya Zanzibar haiwezi kutenganishwa na haki ya Watanganyika kulinda maslahi ya Tanganyika. Taarifa hiyo ikaendelea kusema hivi: haki hizo zinapaswa kutambuliwa kwa usawa, bila upendeleo na bila kuonekana kuwa ni tishio kwa muungano, bali kama sehemu ya kujenga muungano wenye misingi ya haki, uwazi na kuheshimiana.
uwazi na kuheshimiana. Ukweli, haki na uwajibikaji ndio msingi bora wa kuliongoza taifa kutoka katika vitendo vya ukatili dhidi ya ubinadamu, ukiukwaji wa haki za raia na mauaji na utekaji vilivyofanyika wakati wa uchaguzi mwaka 2025 Oktoba 29 pale. Sasa msikilizaji, ni baadhi ya majibu ambayo wanayatoa Watanganyika kwa Wazanzibar baada ya watu kutoka Zanzibar ama kupitia kwa bunge la wawakilishi Zanzibar kuweza kuonyesha kwamba wanataka kuwapatia faida sana Wazanzibar kinyume na Watanganyika ambao wapo katika maeneo haya. Sasa kipande ambacho kimenivuta kwenye taarifa hii ni kusema hivi: uhalali wa viongozi wasio Watanganyika kuingia au kusaini mikataba inayohusu rasilimali za Tanganyika, hususan pale ambapo baadhi ya masuala hayo tayari yameondolewa katika eneo la Muungano kwa upande wa Zanzibar. Sasa watu kutoka Tanganyika wanataka kwamba baadhi ya viongozi wa Zanzibar ambao wanawakilisha ama ambao wana nafasi za uongozi Tanganyika ama katika bunge la kitaifa wasihusishwe kwenye masuala haya kama ya kusaini mikataba ambayo inahusu rasilimali za Tanganyika, kwa sababu wanakuwa ni wepesi kupeana rasilimali za Tanganyika huku wakihakikisha kwamba rasilimali za Zanzibar zimebaki na Wazanzibar na hazijaweza kupeanwa kwa watu wengine. Lakini ni rahisi sana kwao kuweza kusaini ama kuingisha mikataba ambayo sio mema ama sio mizuri kwenye rasilimali za Tanganyika, lakini wakahakikisha kwamba wamezuia mikataba kama hiyo kwenye rasilimali za Zanzibar. Kwa mfano msikilizaji, kuna hili la bandari. Kuna bandari ya Tanganyika ambayo iliweza kupeanwa kwa taifa la kigeni, suala ambalo linaonyesha kwamba Watanganyika wamekasirishwa na baadhi ya matukio kama haya, ili hali hamna rasilimali za Zanzibar ambazo zimeweza kupeanwa kwa njia yoyote, lakini baadhi ya rasilimali za Tanganyika zinatumika vibaya na zinapeanwa na viongozi ambao wamepewa mamlaka ya kufanya hivyo, lakini ambao wana asili ya Zanzibar. Sasa kwenye majibu ya Tanganyika kwa bunge hili la wawakilishi wa Zanzibar, ndo kuna kipengele hichi ambacho kimesema kwamba uhalali wa viongozi wasio Watanganyika kuingia au kusaini mikataba inayohusu rasilimali za Tanganyika, hususan pale ambapo baadhi ya masuala hayo tayari yameondolewa katika eneo la Muungano kwa upande wa Zanzibar. Yaani wanahitaji kwamba viongozi kama hawa wasiweze kuhusika katika masuala ya rasilimali za Tanganyika, kwa sababu wanakuwa ni wepesi kuachilia rasilimali za Tanganyika huku wakihakikisha kwamba rasilimali za Zanzibar tayari zipo na wenyeji wa Zanzibar. Kuna bwana pia ambaye aliweza kuzungumza hapa akasema kwamba ikiwa Zanzibar wanaanza kuleta vita hivi vya kutaka kubaki wenyewe, wanaweza wakawaruhusu, lakini akawakumbusha kwamba pia cha kwanza, umeme wote unaotumika Zanzibar upo kwa sababu unatoka Tanzania bara, na ikiwa kutaendelea na kushuhudiwa baadhi ya changamoto hizi kwamba Watanganyika waliopo Zanzibar wanapata matatizo ya kukaa pale,
watahakikisha kwamba umeme huu unazimwa. Na jinsi ilivyo mpaka sasa ni kwamba Zanzibar hawana rasilimali za kutosha za kuweza kujitengenezea nguvu za umeme ambazo zinaweza kutumika Zanzibar mzima, na kwa hivyo ni lazima waweze kutegemea Tanzania bara kwa vitu kama hivi, kwa baadhi ya masuala machache kama haya ya umeme na vitu kadhaa ambavyo sehemu hizi mbili zinategemeana. Lakini ikiwa kutaendelea kushuhudiwa huu mgogoro wa kwamba sisi tunahitaji hiki na hiki kibaki kwa watu wetu, lakini hiki na hiki kipatikane kwa watu wenu bila sisi kuwapa hichi chetu, itakuwa ni vigumu sana. Na kwa sababu hiyo kumeanza kushuhudiwa huu mgogoro wa kinachotokea katika sehemu hizi mbili. Na kwa sababu hiyo, msikilizaji, inahitaji kwamba vita hivi viweze kutathminiwa mapema na kutatuliwa na kuweza kuhakikisha kwamba kuna uongozi ambao unadhihirisha usawa katika maeneo haya mawili, ili kuhakikisha kwamba wananchi kutoka sehemu hizi wanakaa kwa amani. Lakini hata hivyo, nakukaribisha kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia kuendelea kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania.